utamuacha kama sio mwanaume lijali? Unaweza kawa lijali pengine anaumwa. Anaweza kuingia guest kama anaumwa. Anaweza anja guest kwa kaja guest kwa kupenda, lakini unafika guest kule umemkuta mwezi umeandama, utafanyaje? Tayari kwa guest wewe umeshalipa na kila kitu. Sawa? Kaja kwa ajili yako. Kwa sababu akikukatalia anaweka kupenda. Utaona kama kakudharau au vipi? Anafika pale mshtuko umeshafika. Utafanyaje? Kama ni wewe utafanyaje? Na kama lijali utafanyaje? Utafanyaje na kuuliza? Utajiongeza. Utajiongeza kuendelea au tena? Utajiongeza kuendelea au tuondoka? Kaka tafadhali kaka. Utakuwa mleo kiasi hicho? Kaka utapata busha kaka. Bwana mzee, usipende michezo hiyo. Sema Linyi, tuanzie hapa bwana. Kipigo cha mara ya 6 mfululizo dhidi ya Young Africans. Wanaonekana wametafuta uteja wakaupata. Wakarudia tena wakaupata. Wakaurudia tena wakaupata. Na jana pia wakaurudia tena wakaupata. Kauli ya GSM ya kukwambia Yanga bingwa mlikuwa kama mkiiduaza hivi. Mbona kama hamkuichukulia maanani alipokuwa akimaanisha? Kwa jana tumeichukulia maanani kwa sababu tumeona muamuzi alichokifanya. Jana mmeichukulia maanani. Tumekiona kwamba sasa na sisi Yanga bingwa. Na sasa Yanga sio bingwa. Ila ametutahadharisha. Sasa na sisi tunajua tunakwenda kujipanga vipi. Tumeliona jana, umeliona Lagija, waamuzi wote jana hawakuwa na macho. Sasa mimi nasema kitu kimoja. Kwa wana Simba wote Tanzania, viwanja vyote Tanzania, tuwe makini. Lakini kitendo cha kuogopa sheria hichi tutazidi kuumizwa. Tudili na marefali. Ile ya Lagija jana iwe ya mwisho. Iwe ya mwisho. TFF na bodi ya ligi wananyamaza kimya na chama cha marefali. Kwa sababu hata dabi ya jana itakuwa refali kwenye kanuni imeshawekwa. Dabi chochote refali wa nje anakwenda kuwekwa Lagija. Sasa hivi imewekwa kwenye kanuni hiyo kitu. Ukisoma kanuni za bodi ya ligi. Dabi ya Simba na Yanga. Kaletwa Lagija ili aje iue. Ila Yanga na Azam wachezeshe mzao. Hiyo sasa Simba na Azam wachezeshe. Simba na Azam. Sawa. Simba na Azam. Kwa sababu Azam hana mashabiki wengi. Azam hana upinzani sana na Simba. Azam dabi na Yanga. Dabi ni hizo mbili. Yanga ashakataa nyie. Dabi ni hizo mbili. Alikama alisemaje? Alikama kasema hivi. Hataki tena uteja na nyie. Wapinzani wake waliobaki ni Azam. Sawa, atakubali tu. Kwani Tayesa alikuwa hivyo huko nyuma alikotoka. Na sisi tulikuwa tunasema kama alivyosema yeye. Mchezo ukaja ukabadilika. Tunasema hivi, waamuzi, mashabiki wote Tanzania sasa hivi, viwanja vyote tuwe macho na waamuzi. Mmeona jana imeanza. Kwa sababu hawaoni. Ili hawaoni ni vizuri tukawatia upofu kabisa. Mpira ukisha tumalizane na wao. Ili awe kipofu asishike na kibendera. Si hawaoni. Sasa mtu haoni anakujaje kushika kibendera. Umemwona mwamuzi offside clear, kapeleka kibendera, alipomwona mwamuzi akumwangalia akakirudisha chini. Tena kakificha kabisa matakoni namna hii. Goli linafungwa, anakimbilia katikati. Nini sasa? Au hakuna mtu aliyemwona alianza kunyosha kibendera. Tunaona Ulaya. Eti wanasema mpira ule sijui rebound imekuja kidogo offside iko tayari. Kama angeenda kunyosha kibendera chake, maka mwamuzi kama imefungwa, akimwangalia angekwenda kumuuza. Shida ni nini? Pale alishaotea yule. Mpira ulicho pale. Tunaona Ulaya, waamuzi wa Ulaya wako makini. Mshika kibendera hata mwamuzi haona, anakimbia baada ya lazima pale aliposimama. Vipi? Turudi bwana, tunamjua vipi? Turudi pale. Mpira unarudishwa pale. Lakini kwa sababu ya njaa ndogo za waamuzi, kesho itakuja kuwaletea shida. Sasa hivi itafikia mwisho. Wewe tulia bwana, kama utakuongea utaongea tu. Mbona utakutuharibia nini? Wewe kama utakuongea utaongea tu. Wewe nini bwana? Itafikia mwisho waamuzi wanatafuta ugomvi na wana Simba. Sawa? Kwa sababu wanalazimisha lazima Simba ifungwe. Sawa? Sasa kitendo cha kulazimisha na sisi tutalazimisha sasa. Kwa sababu wanalazimisha na sisi tutalazimisha. Tuone za kwenye kulazimishana wanalazimisha na sisi tutalazimisha. Matokeo yake kwenye kulazimishana hapa inatokea balaa. Sasa hatutaki matatizo. Tunaomba waamuzi wachie sheria 17 za mpira. Na nilitahadharisha tangu juzi hapa. Waamuzi. Sheria 17. Kenda kasheria sheria 13 pale jana. Umeona sheria 13 jana. Offside hakuna kwa Simba. Kadi kwa Yanga hakuna. Kadi zinatoka upande mmoja tu. Sawa. Huko Yanga unaongea tu. Huku kadi. Boka alipewa. Nani? Cedric Boka. Kapewa. Boka kafanya faulo ngapi? Boka amefanya faulo ngapi kana kuja kumpoa? Karibu kafanya faulo karibu ni 5 za wazi. Anakajaga mtu makusudi, ana mpira, anakimbia anamwacha. Hiyo sasa kaona aibu. Mimi nimehesabu Boka kafanya faulo 5 za wazi.
Kuna mmoja bwana mchezaji hana mpira, kamkanyaga kabisa hivi. Hapo mchezaji yuko chini anakimbia. Mshakibendera kuona? Sasa hizi hela za waamuzi zitawatokea puani safari hii. Tunasema tunakwenda kujiandaa. Tutaacha sasa uoga, tutaacha uoga. Magereza yameundwa kwa sababu ya watu. Polisi imeundwa kwa sababu ya watu. Mahakama imeundwa kwa sababu ya watu. Sasa kama sheria isipovunjwa, kazi hapa zitakuwa hawana kazi. Sasa wasichukulie poa. Tumeliona jana limeanza. Wasituchukulie poa. Tunawaomba kacheche mpira kwa sheria 17. Twende viwanjani kwa amani, tutoke kwa amani. Lakini wanataka kusababisha uvunjifu wa amani wao. Bwana, bila shaka umeuona mchezo. Mnadhani mapungufu haswa kwa Simba Sports Club yalikuwa wapi haswa mkaweza kupoteza dhidi ya Yanga? Simba hakuna mapungufu, mimi sikuona mapungufu kwa sababu jana mtani nilimkamata, nilimkabia juu na nilikuwa namfunga baada ya kuruhusu goli la refarii. Kwa hiyo ikashusha morali ya wachezaji. Kwa sababu ukiangalia hapa nyuma mimi ndio nimeshafungwa. Kwa hiyo mimi ndio nataka nimuanze kumfunga yeye sasa. Twende tukabishane. Akaanza kutangulia kwa pale kidogo cha tempa inakuwa inashuka. Kwa hiyo likalazimisha refarii. Kwa hiyo Yanga hawana ubora. Kama maamuzi lile goli singeruhusu. Sasa hivi tunaongea mambo mengine. Yanga si bora kwa hiyo. Ya kawaida mno. Tena safari ya kawaida mno. Na nina wasiwasi hata kwa Angola anakwenda raundi akatoka hii hapa mapema. Hana shughuli mweupe kabisa. Wangu jamaa Aziz Ndambwile. Aziz Ndambwile kafanya nini? Kwani ukuona tunakwenda shambulia kule? Wakaenda Kante kuwaona. Yale mambo alikuwa anafanya, akamtishana kadi, akampiga na kadi kabisa. Kaenda akampiga kadi Kante, kaenda akampiga kadi nani Kamala, kaenda akapiga kadi si yule nani. Yaani wale wachezaji wetu sisi ambao wakutegemea wote aliwapa kadi. Kwa hiyo ni kuwashusha kwamba wasicheze kwa nguvu, wakiogopa kadi nyekundu. Mbona upande wa pili ya kutoa? Wakinaba kamfanya faulu ngapi pale? Mbona atoi? Kadi alimpa Kapombe ya nini? Kakatwa kwenye boksi. Kapombe anajalia kule mpira, watu wamekata wawili pale. Afa na mambo yangu kabonyana mpa kadi. Mzengeli kadondoka kwa kutoa kadi. Unategemea Kapombe umeshampa kadi, unategemea anacheza nini sasa? Anacheza kwa nguvu. Na ile ni dabi ndio kucheza kwa nguvu. Tumeona madabi mengi Ulaya. Akina Colina, kwenye dabi Colina hana kadi. Tucheze mpira. Kadi hapa hakuna. Hii dabi. Hakuna dabi inachezwa nyepesi. Leo upande mwingine na hii choma la kwanza. Dabi zote ukicheza, Yanga ana favor sana. Watu wa Simba wanapewa kadi nyingi ili kwa wacheze chini ya kiwango, wacheze kama dabi. Kwa hiyo kwa maana hiyo mzee wangu nikimaliza na nikiweka nukta hapa niseme ya kwamba hamulalamikia uongozi wa Simba Sports Club, mnalalamikia maamuzi ya referee. Mimi uongozi wangu kulalamikia uongozi wangu kwa sababu haukuwa na maamuzi. Bado kila siku nalalamika kwamba kukosa maamuzi. Kama mechi kwenye kanuni unaingizaje timu uwanjani? Siku kwenye kanuni unaipelekaje timu uwanjani? Toa msimamo. Siingizi timu marefali kama marefali wa nje. Sitaki chochote kile cha TFF wala bodi ya ligi unieleza hapa. Siingizi timu, rudi kwenye basi. Kama kufungiwa cha nifungiwe. Faini milioni 50 italipwa. Milioni 50 kwa Simba ndogo sana. Ukiitia kwenye mtandao tu, asubuhi tumeshalipa sisi. Lakini mchezo ukuchezwa, kesho haitarudiwa tena. Kulikoni kutupeleka tukafungwe kwa kuogopa faini milioni 50, bila kuogopa kufungiwa. Hilo kuondoka kipindi cha pili tena. Kipindi wakati mechi mlishapeleka. Hizo sina taarifa hizo. Tutakuwa kipindi cha pili. Kama kuna mtu anasema kipindi cha pili, hiyo kwa yeye. Lakini mimi naangalia kile nilichokiona pale. Mimi sikuona taarifa za kipindi cha pili. Nimeona timu imeingizwa uwanjani, kisha tumecheza 45, imerudi, tukamaliza mpira, tukafunga goli moja. Lakini swala la kusema kama kuna mtu anakuambia kipindi cha pili, hilo sina taarifa na hizo kitu. Sipendagi za kuongea taarifa ambazo za kusikia, sina uhakika nazo. Bwana, zungumza na uongozi wa Young Africans kwa kile ambacho kimechotokea. Unawapongeza ama unawapa kongole za kiasi gani hasa kwa hiki ambacho kimefanikiwa kwa jana wao kutoa ngao ya jamii? Mimi siwapongezi kwa sababu siwezi kuwapongeza kwa watu ambao wanaobebwa. Umemwona refa jana, wao wenyewe wakitamba wanasema kwamba nyumba nyeupe inawasaidia. Mashabiki wao wanaongea sana kwamba nyumba nyeupe tutafungwa sisi mpaka mitano iishe mingine. Hii inakuja mitano mingine iishe. Tutafungwa sana. Sasa kama huyu mtu wetu wa juu watoto wake ni wa Yanga tu au wa Simba sio watoto wake, sisi tunasema tunamwachia Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia tu. Shukrani sana mzee. Amina.